Bana nipo na Octavian hapa tunaizungumza michezo. Bana Octavian, mambo ni mengi sana ya kimichezo ambayo yameendelea kuchukua nafasi. Simba na JKT Tanzania. Kesho Meja Jenerali Samuel. Tumeitazama ligi kuu kiujumla. Kwanza ukitazama ligi lakini pia kuelekea kwenye huo mchezo wa kesho. Kwa binafsi unaiona ni ligi ya aina gani, lakini pia kesho ni mchezo wa aina gani kati ya JKT Tanzania dhidi ya Simba Sports? Mechi itakuwa nzuri. Kama unavyojua mechi ya Simba na JKT huwa ni mechi ya kiushindani na huwa ni mechi ya kuonyeshana uwezo. JKT wanacheza mpira mzuri, mpira yani huwa wanacheza football, unaona sasa kwamba hii ni timu ya mpira na sio timu ya ujanja wala timu ya maneno. Kwa hiyo na hii kesho nitaona mechi nzuri sana kati ya JKT na Simba Sports. Itakuwa ni burudani, yani itakuwa ni kati ya mechi bora kwenye ligi kuu. Kesho ni mojawapo ya mechi ambayo itakuwa ni mechi bora kwenye ligi kuu Tanzania bara. Meja Jenerali Samuel zinapofika timu kubwa huwa si pazuri sana kupata matokeo. Tumeona Azam FC ameenda pale tayari sare ya bao 1-1. Pengine hii ni zamu ya Simba sasa. Wanapokuwa nyumbani JKT wanakuwa ni wazuri sana. Pengine unamuona mnyama chini ya Pantev baada ya mechi kadhaa kugairishwa za ligi kuu soka Tanzania bara anakuja kutofauti zaidi. Itakuwa ni mechi ngumu kwa sababu ukiangalia JKT ni watu ambao wanacheza mpira mzuri. Kizingatia kocha wa Simba ni kocha mgeni, bado hajajua wachezaji wake vizuri zaidi. Kwa hiyo kesho itakuwa ni mechi nyingine ngumu chini ya kocha Pantev kwa sababu anaenda kukutana na mfupa mgumu ambao atakuwa na maswali mengi ya kujiuliza. Kwa hiyo ni muda wa yeye kutuonyesha kiwango alichokuja nacho Tanzania, kiwango alichokuja nacho Simba Sports. Kwa tutashuhudia mpira mzuri ambao utakuwa na mambo mengi ya kiufundi na si vinginevyo. Simba amepoteza ligi kuu kwa takriban miaka 4 na tayari hivi sasa na alama 6. Ameshinda michezo yote miwili. Pantev ni wazi kabisa ile michezo miwili aliyoshinda unamshawishi na kutaka kushinda ili aweke historia yake vizuri kwenye mechi za ligi kuu soka Tanzania. Ili upambanie ubingwa vizuri lazima ushinde mechi ya kesho. Kama huwezi kushinda mechi ya kesho maana kwamba wewe na ubingwa tayari ndio mnaanza kuagana. Kwa hiyo ili aweze kupambania ubingwa kwa amani na matumaini makubwa, lazima ashinde mechi ya kesho ili ajiweke nafasi nzuri. Kupata kwake alama 9 mechi za mwanzo itamfanya yeye kuwa na confidence kuelekea mechi za kimataifa. Kwa hiyo naenda kuiona mechi ya kesho ikiwa ni mechi ya kifundi zaidi na mbinu zaidi. Naona kesho akienda kutumia mfumo yake ya tatu kwa sababu nimesikia ni kocha ambaye mifumo kaichora mkononi. Basi naona kesho akienda kutumia mbinu nyingi na kuhakikisha Simba kupata alama 3 muhimu, Simba ikisonga mbele. Kwa hiyo tuiombe Tanzania ligi kuu yetu, Simba Sports, JKT kuwe na mechi nzuri, mechi ya ushindani, isiwe mechi ya kuumizana, kila mmoja aonyeshe alichonacho. Mechi za JKT wanafika kweli kweli. Yes. Kwa hiyo tuwaombe wacheze mpira kiungwana, fair play kama inavyotakiwa mechi hizi. Tuone football. Watu ambao tunahitaji kuona mpira, tunahitaji kuona ushindani, kila mmoja ashinde kwa uwezo. Simba ashinde kwa uwezo, akishinda JKT kwa uwezo, lakini na hii nafasi kubwa naipa Simba Sports kulingana na kikosi wakina Mwalimu mbele kule, Mkwala, Soa, safu ile ya ushambuliaji unawapa asilimia. Ukitaja mchezaji mmoja ndani ya Simba moja, Simba na wachezaji wengi wakubwa na wenye uchu wa kufunga, kushindana. Kwa hiyo naiona Simba Sports kwa mchezaji mmoja kitimu, wakicheza kitimu na kuheshimu maelekezo waliopewa na Mwalimu na kwa kuheshimiana, kuheshimu JKT. Naiona Simba kesho ikienda kupata matokeo dakika za mwanzo tu kwa sababu JKT watakuja kwa kupaniki, kwa kutaka kuionyesha Simba kwamba wao wanajua kuzuia. Simba watatumia chance hiyo kuweza kutengeneza nafasi na kupachika magoli. Kwa hiyo washambuliaji wa Simba Sports kesho ni mechi ambayo inatakiwa wawe makini zaidi kwa sababu JKT sio ile timu ambayo unategemea kwamba utengeneze nafasi 5, 10 au 3. JKT ni timu ambayo inatakiwa ukipata nafasi moja hiyo uweze kuitumia kwa sababu sio timu ambayo inafanya makosa ya kujirudia. Kuna taarifa kwamba huenda Diara akaikosa dabi ya Kariakoo pamoja na Clement Mzize ni majeraha, lakini kuna taarifa inazungumza kwamba huenda akaikosa dabi ya Kariakoo Diara kwa kulingana na kamati ya masaa 72. Tunasubiria tu taarifa itoke. Mzize na yeye ni majeraha. Pengine ni pigo kwa Young Africans kwanza kumkosa Mzize, lakini pia kama Diara ataikosa dabi ya Kariakoo kwa sababu ni mizunguko 5. Lakini hili la Clement Mzize kufanyiwa upasuaji, pengine Young Africans wanapata pigo kubwa sana. Kwanza mimi nimpe pole mdogo wangu. Kwa sababu ujue yule ni kazini kwake. Sasa mimi hapa kazini kishapata majeraha nikiwa siji kazini maana kwamba kuna vitu na vikosa. Sawa, nimpe pole mdogo wetu, ni Mtanzania mwenzangu. Kuna muda lazima tuwe na fair, Simba na Yanga tuweke pembeni, tujaliane kwanza sisi kwa sisi. Ni pigo kwao na hiyo inaweza ikawa ni machozi ya yule mama. Inaweza kama machozi ya yule mama kwa sababu inavyofikia mchezaji kama yule mtoto wa Kitanzania anahitajika na timu kubwa, mkamzuia. Matokeo yake ndo kama haya, anapata injury, anakaa nje muda mrefu. Sasa inatakiwa waonyeshe thamani ya Clement Mzize.
kwamba waliweza kumzuia kwenda nje, waweze kumtunza na kumlinda katika kipindi ambacho hatakuwepo uwanjani, na itakuwa pigo kwa sababu simuoni mchezaji mwingine ambaye anaweza kaipambania kama Clement Mzize Yanga Afrika pale. Kwa hiyo ukosekana kwa Diarra kwenye dabi bado haipunguzi kitu wala haiongozi kitu. Siku zote Simba na Yanga, endapo waamuzi wa Tanzania watafanya mpira uwe fair, wakachezesha sheria za mpira 17 zikafanyika kwa haki, sioni Yanga ikifunga Simba kiuwezo. Bana kimakando kando ndio hivyo. Kwa hiyo hata akiwepo asipokuwepo, Simba Sports ya msimu huu naona Simba ikienda kuifunga Yanga nje ndani. Bana Octavian, mimi nikushukuru sana. Asante sana.